Tumefanya kazi kubwa kwa upande wa michezo, vijana wanafahamu. Hata juzi vijana wetu wameenda kucheza wa Midizini, wameingia kwenye fainali, hawajalipa matokeo tuliowawezesha. Hivi mwenyewe Midizini ali mlipiga kwenye fainali, mlipigwa. Poleni sana, next time tutafanya vizuri zaidi. Midizini hoye. Nimalizie kutoa taarifa yangu kwenye swala. Tuliahidi, ndugu naibu katibu mkuu, kwamba tungeweka uwazi kwenye matumizi ya fedha za mfuko wa jimbo. Kwa mujibu wa sheria, kila mbunge kila mwaka wa fedha hupatiwa fedha kupitia halmashauri husika za mfuko wa jimbo kwa lengo la kuchochea maendeleo katika jimbo lake. Na sisi tuliahidi huko nyuma, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, fedha hizi zilikuwa zijulikani zilikuwa zinatumikaje. Tukaahidi kuweka uwazi. Tuliahidi, hatukuahidi. Tumeweka uwazi, hatujaweka. Naomba vile vitabu, naomba kile kitabu chenye mfuko wa jimbo hiki hapa ninacho. Tumeandaa, wananchi tumewagawia. Hiki kitabu mmekigawa, mtakigawa? Nye watu wa ofisi ya mbunge, hii mmegawa? Nani hana hii? Ambao hawana wagawiwe hii. Kila mtu apewe kitabu hiki. Kwenye kile kitabu tumeonyesha, inasema taarifa ya miradi inayotekelezwa kwa fedha za mfuko wa jimbo. Tumeonyesha kwa kila kata. Kata ya Kimara wamepata milioni 11.2 zipo humo, ndio wanajenga hapo vivuko. Kata ya Ubungo milioni 10. Kata ya Makuburi milioni 10. Kata ya Mabibo milioni ngapi hizo? 1, 2, 3, milioni 7 nukta. Mburahati hawa nao zaidi ya milioni 10 ukizinganisha na vivuko vyao. Makurumla milioni 8.10. Manzese na wenyewe milioni 10. Sinza milioni 10. Kila kata imeonyeshwa hapa, na tumegawa kwa madiwani wote, tumegawa kwa maafisa watendaji wa kata wote, kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wote, na tumesema zibandikwe kwenye ofisi zote za serikali, kwa sababu hizi ni fedha zenu, lazima mjue zinavyotumika. Hiyo namna gani? Mnakubaliana hiyo? Kwa ndugu wananchi, taarifa mnapokea, mpokee. Mtajuaje kama mmepokea? Simpige makofi. CCM oye! CCM oye! Naomba nione mikono. Wangapi wanapokea taarifa hiyo? Sasa ili hayo yote yafanyike niliyoeleza hapa na ambao sijasema, tunahitaji kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa Samia oye! Kwa sababu ili hayo yaje, inabidi akubali hoja ya mbunge, aidhinishe miradi hiyo kuja. Mheshimiwa Samia alikubali kuidhinisha miradi hiyo, lakini na pili akubali kuidhinisha fedha zije. Alikubali akaidhinisha fedha hizo. Pigeni makofi mengi sana. Lakini nyie watu wa Ubungo mna sababu ya ziada ya kumpigia Mheshimiwa Samia makofi, kwa sababu katika wabunge 393 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipounda baraza la mawaziri 26, katika wabunge wote hao wenye sifa za kuwa mawaziri, Mheshimiwa Samia
akamwona na mbunge wenu akamteua Kitila Mkumbo kuwa waziri. Sasa nyie ile mwaje kupiga makofi? Yeye namna gani bwana? Halafu eti katika majimbo yote haya na katika wilaya zaidi ya 130 muona Mheshimiwa Angela Jasmine Mbela kwa Iriu wa jimbo la Kibamba kuwa waziri. Hilo hamwezi kupigia makofi? Katika majimbo 272 wilaya moja ikatoa mawaziri wawili. Ni namna gani? Namna gani? Simpige makofi zaidi. Mungu ambariki mama huyu, tunamuombea. Nataka nihitimishe, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kwa kusema mambo yafuatayo. Ndugu wananchi, maendeleo ni mchakato endelevu. Tunapiga hatua katika jimbo letu, tunapiga hatua katika taifa letu. Hakuna nchi yote duniani, hata Marekani, ambayo itafika ikasema sisi maendeleo tumemaliza, tunaishia hapa. Maendeleo ni mchakato endelevu. Muhimu ni kwamba muwe mnapiga hatua, na sisi kwa takwimu zote tunapiga hatua. Jana nilikuwa nasoma gazeti moja, kuna waziri wa fedha wa nchi jirani ameenda kuomba msamaha kwa wananchi kwa sababu wametumia shilingi trilioni 4.14 ya fedha za mkopo katika nchi yao kulipa mishahara ya watumishi wa umma. Nchi jirani, kwa sababu ya kidiplomasia sitahitaja, lakini imeripotiwa kwenye vyombo vya habari, waziri wa fedha wa ile nchi ameenda kuomba msamaha kwa kutumia fedha za mikopo kulipa mishahara. Nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali hii inakopa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, SGR, mabarabara, mabandari na kadhalika. Hatulipi fedha, hatutumii fedha za mikopo kulipa mishahara. Mikopo inatumika kwa habari ya miradi ya maendeleo kama ambavyo mnaisikia. Ni hatua kubwa, ni hatua kubwa sana. Sasa kuna kiongozi mmoja wa upinzani nimemsikiliza juzi akiongea na vijana wa chama chao hicho, vijana wao wa Bavicha, na kijana huyu anaitwa John H, makamu mwenyekiti wa chama cha